إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na darasa yetu katika kitabu Adab az-Zafaf fi Sunnah al-Mutahhara للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Darsa iliyomalizika tulikuwa katika kipengele kinachosema tarku hudhur ad-da'wa allati fiha ma'siyah, kuacha kuhudhuria wito ambao mtu alikuwa ameitwa au amealikwa, kwa maana kuacha kuhudhuria mwaliko ambao mtu alikuwa amealikwa ambao ndani yake kuna maasi. Na tukafika mpaka katika hadithi nambari 2 katika dalili ambazo mtunzi wa kitabu alizokuwa ameziweka katika masala hayo, na tukaiona nambari 1 maelezo yake, kadhalika nambari 2, na tukaja mpaka katika nambari 3 katika sehemu inasema akhrajahu al-Bukhari, hadithi amesimulia al-Imam al-Bukhari wa Muslim, na vile vile amesimulia al-Imam Muslim wa Tayalisi, na vile vile al-Imam at-Tayalisi fi musnadihi, katika musnadi yake, wa Abu Bakr ash-Shafi'i fi al-Fawaid wal Bayhaqi wal Baghawi. Qala, na akasema fihi dalilun, ndani yake kuna dalili, ala anna man du'iya ila walima, ya kwamba yule ambaye alikuwa ameitwa katika walima, fiha shay'un min almanakir, ikawa katika walima hiyo kuna sehemu ya mambo ambayo yalikuwa ya munkar, mambo ambayo yalikuwa mikatazwa, walmalahi, na mambo ya mapumbao, fa innal wajiba, basi kwa hakika jambo ambayo lilikuwa la wajibu, mambo ya mapumbao manake mambo ya kipuzi, fa innal wajiba, basi kwa hakika jambo lilikuwa la wajibu, alla yujib, kwamba yeye asiitikie wito huo. Umeshajua kwamba huyu ananialika katika walima, na walima hiyo kutakuwa kuna mambo ambayo ya maasi, mambo ya munkar, lakini ndani yake kila mtu akiondoka hapo anaondoka na 1.5 laki. Baadhi ya watu wanaitika walima hiyo kwa kuizingatia ile 1.5 laki, wanaona kwamba hapa hapana, 1.5 laki hii itanisaidia mimi, lakini nitajiweka pembeni chochoroni kule,
Hata kama mfano kutakuwa kunachukuliwa video, basi mimi sitaonekana na nitainamia chini, la, si jambo la sawa. Ikiwa kuna maasi, kuna nyimbo, kuna ngoma, kuna kadha, jambo ambalo lilo kwa sila sawa, wewe kufanya nini? Kuitikia wito huo. Illa an yakuna mimman, isipokuwa itakapokuwa mimman, kutoka yule mtu ambaye lau hadhara, lau kwamba atahudhuria, yutraku min almanakir, yutraku, wachwa jambo hilo. Kuna watu wakionekana wamehudhuria, basi watu huacha lile jambo lao. Na mifano hata mitaani ipo. Mtu inawezekana mwanamke akawa ananyonyesha mke wake, ananyonyesha mtoto wake maziwa wazi, lakini akapita ustazi akafanya baada ya kuonekana ustazi au imamu wa msikiti akafanya akajistiri, sio? Ustazi huyo anakuja akajistiri, lakini wanapita watu chungu nzima pale, habari hana. Lakini onekana wewe mtu wa dini kidogo, basi watu wanawezekana wakasita kabisa lile jambo lao wasiendelee. Lakini ukishavuka tu wao wanaendelea kama kawaida. Yapo. Sasa si sawa kufanyika vile, kwa sababu mtu anatakana aache kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu ya mtu fulani. Sasa anasema lau hadhara, ikiwa atahudhuria yeye, yutraku, pataachwa jambo hilo. Kwa hiyo akahudhuria na watu wakaacha, akasema akahudhuria shekhe hapa, hatuwezi tukaendelea na mambo yetu. Au yurfa'u bihudhurihi, au likaondoshwa jambo lile kwa kule kuhudhuria kwake, au binahyihi, au kwa kulikataza kwake. Kwa hiyo akahudhuria kwa lengo hilo, sio kwamba huku anatoka nasema mimi nakwenda kulikataza ili jambo, lakini akifika kule na yeye anaonekana ndo anashiriki kabisa, sema dini na dunia. Allahu musta'an. Kuna watu wengine wanaharibu dini kweli, asema dini na dunia. Sasa watu wakishakumuona mtu wa dini, shehe kadha, kahudhuria katika jambo hilo, akishaenda kaingia katika msoko wa ngoma mle, wao nafikiria watu wa chini na wao watakuaje, na wao manake watafuata. Sasa jambo ambalo lilokuwa sila sawa. Qultu, anasema mimi nimesema, wa dhahiru hadha alhadith, na dhahiri hadithi hii, mukhalifu li hadithi Aisha alati, ni yenye kwenda kinyume, ina khalifu, inapingana na hadithi ya Aisha ambayo itakayokuja fil mas'ala, katika mas'ala ya 38 inayosema fa inna fihi ma yadullu, kwa hakika ndani yake yapo yale ambayo yanajulisha ala annahu, ya kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam istamala as-sitra alladhi fihi as-suwar, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia ile stara au ile pazia au ile shuka alladhi fihi suwar, ambalo ndani yake kuna mapicha, baada an qata, na isomwe baada an qutiya, baada kukatwa, isomwe baada an qata, baada an qutiya, baada kukatwa. Wa umila minhu wisadatani, na kutengenezwa kupitia pazia hilo mito miwili. Anasema amma hadha, ama hili, fa innahu yadullu, kwa hakika inajulisha ala annahu sallallahu alayhi wasallam ankara dhalika, kwa maana hadithi hii inajulisha kwamba Mtume sallallahu alilikanya hilo. Waqad haka al-Hafidh fi al-Fath, na kwa hakika amesimulia al-Imam al-Hafidh katika al-Fath al-Bari katika juzuu ya 10 ukurasa wa 320. Na hichi ni kitabu, mimi mara nyingi sana tunapopita katika vitabu huwa na sita kidogo na kutoa maelezo katika vitabu, na kwa sababu sisi ni tulabul ilm, wanafunzi ambao tunajihimiza katika jambo la kusoma na katika jambo la baadaye kuja kuitumikia elimu ya dini, ima fil khitaba, katika kuhutubia, ima katika kuandika, kufanya bahthi na kadha na mfano hayo. Sasa mara nyingi sana wanafunzi hawana kawaida ya kununua vitabu, isipokuwa pale ambapo mwalimu amefungua kitabu kingine kipya.
ndio atanunua kitabu kwa ajili ya kuhudhuria nini, darasa. Lakini lengo hasa la wewe kusoma baadaye wewe uje kuwa alim, uje utumikie Uislamu, na kuutumikia Uislamu kunahitaji kwamba lazima uwe na zana ambazo zilikuwa kinaifu, zana ambazo zilikuwa kinaifu. Na zana hizo ambazo zitakufanya kwamba wewe ununue kitabu, yani zana hizo nakusudia kwamba itakuwa ndio kitabu. Sasa ili ufikie hapo, ina maana wewe una kawaida ya kukusanya kitabu kidogo kidogo, na ikiwa hili litaingia katika moyo kabisa, basi ule mfano ambao tunautaja na tunausema mara nyingi kwamba kwa uchache una maktaba kama huu msikiti, yani kwa uchache maktaba yako iwe kama huu msikiti. Sio kwamba wewe ushatosheka, kuna sehemu ulikwenda ukagawa vijitabu vile vitatu, na wewe mwenyewe ulinunua vitabu vile vitatu, chumbani kwako, kumbini kwako kuna kimeza ukapanga vitabu vyako pale, na ukasema maktaba yangu hiyo sio maktaba. Sikifahamu, hiyo sio maktaba. Na ala katika hatua za mwanzo basi tunaweza kusema kwamba bado pia hujaanza, lakini kuwa na kawaida ya kununua vitabu. Sasa Fathul Bari ni kitabu ambacho mwanzo muhimu sana uwe nacho. Sikifahamu. Na huko nyuma tuliwahi kuambia watu nunueni vitabu, vinunueni. Wakati Fathul Bari ilikuwa inauzwa 100,000, 180,000, lakini sasa hivi unaipata Fathul Bari 300,000 kwenda mbele. Sikifahamu? 300,000 kwenda mbele, na kila siku vitabu vinakuwa vinafanya nini? Vinapanda. Vitabu kila siku vinapanda, na hususan chapa ambazo zilikuwa zinachapishwa. Sasa ni vyema kwamba mtu akafanya nini? Akanunua vitabu. Ikiwa kwamba wewe una safari ya kutafuta elimu, vitabu ni muhimu sana, kwa sababu reference ambazo utakazokuwa unazifanya ni reference ambazo zitakazokuwa ni za uhakika kabisa, kwa sababu tayari umetoa kwenye kitabu, unaleta kwenye kitabu chako unachoandika, au katika hutuba yako ambayo ulikuwa unaiandaa, au katika kitu kingine. Na wewe inawezekana ukaja kuonekana kwamba unaleta vitu ambavyo vilikuwa vigeni vipya, kama hutuba zako zitakuwa ni hutuba zilizokuwa nzuri kwa sababu ziko kielimu. Kama kitabu tukiandika, basi itakuwa nukulati zako zitakuwa zimekaa kielimu. Kwa nini? Kwa sababu tayari kwamba wewe unakwenda kielimu, yani huendi kibubusa. Sasa ni muhimu sana kile unachokisoma jitahidi ukipitie, kifanyie muraja, lakini na yale mengine ambayo wewe uliokuwa kwamba tayari unatafuta vitabu, basi yajengee misimamo, kwa maana yajengee misingi ambayo hata ukijaingia kwenye kitabu basi wewe una uwezo wa kuingia kwenye kitabu. Na miongoni mwa hayo kudurusu sana, kusoma sana na kufanyia kazi sana. Kwa maana kila kipengele katika elimu au kila fani katika elimu unaisoma na unajitahidi, unafanya bidii, ili hata ikiwa baada ya muda fulani basi tayari una uwezo wa wewe kutumikia ile elimu ya dini. Kwa hiyo Fathul Bari ni maarufu, ni kitabu hicho kwa maarufu cha al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar. Ipo Fathul Bari Ibn Rajab al-Hanbali. Akisha vile vile kuna vitabu vingine vinafanana lakini sio Fathul Bari. Kwa mfano kuna Tuhfatul Bari, pia ni sharhi ya nini ya Sahih al-Bukhari hiyo. Huyu ameita Fathul Bari, lakini pia ipo Tuhfatul Bari sharhi ya Sahih al-Bukhari ya al-Ansari, al-Imam al-Ansari. Takriban inauzwa 2,500 au 3,000. Na hiyo sio kwa maana labda bei yake rahisi. Sasa muhimu sana hivyo vitabu mtu kuwa navyo. Mwingine anasema si unatangazia wauza vitabu? La, yani kwamba tunapeana ihtimamu ya vitabu. Changa pesa zako kidogo kidogo, useme kama mimi Fathul Bari kweli sina,
Kwa hiyo umepata 500 unaweka, umepata 1000 unaweka, umepata kadha unaweka, mpaka unaimiliki Fathul Bari. Kuna watu huku wao wasema kwamba kanzu itakayoingia basi mimi lazima niimiliki. Nasikia kuna Dafa, kuna Hinawi, kuna Al-Haramaini, sijui kuna Ashraf, kuna sijui kadha, na huwa anapigana maradi, yaani wana majlisi zao. Umeona mtu fulani idi ya leo alipiga kile kitu, ile lazima na mimi nimlipe ile. Simefahamu? Yaani wako watu hivyo, wapo na kweli anamlipa kivipi? Yani yeye anachanga mpaka kifika kipindi kile ananua zaidi ya ile kanzu. Sasa huyu kwa sababu kajua ule muhimu wa kuvaa ile kanzu na kadha na vitu kama hivyo, lakini sisi tunazungumzia katika upande wa kitabu fulani, hicho sicho nacho. Kwa nini siko nacho? Mzangu anacho, lazima niwe nacho na mimi. Kitabu fulani, mimi siko nacho, hichi lazima niwe nacho. Mfano mtu anataka kuleta zawadi gani? Letee kitabu fulani. Simefahamu? Letee kitabu fulani. Lakini watu wa Uingereza, wa Marekani, na nchi hizo za kizunguzungu, simwambie mtu akuletee kitabu fulani. Atakuletea kitabu kimeandikwa kwa Kiingereza au kwa Kichina. Simefahamu? Bado utakuja kufikia lengo. Bado hujafikia lengo. Ila kuwe kwamba kuna maktaba, na mwambie kama kuna maktaba huko za dini, basi niletee kitabu kiloandikwa hivi, lakini kiwe cha Kiarabu, kiwe kwa lugha ya Kiarabu, sio kwa lugha ya ufahamu. Pamoja na kwamba vitabu vya huko mara nyingi chapa zao pia zinakuwa nzuri nzuri. Alhasil, nukta muhimu, kuwa na kawaida ya kununua vitabu. Kuwa na kawaida talibul ilmi kununua vitabu kwa mujibu wa uwezo ambao Allah alikuwa amekuruzuku, pamoja na matumizi mengine ambayo lazima ambayo ulikuwa nayo. Itakusaidia na utafikia pahala pazuri katika upande wa elimu utakapokuwa umefikia ile level sasa kuvitumia vitabu hivyo. Kwa hiyo anasema waqad haka al-Hafidh fi al-Fath, na kwa hakika amesimulia al-Imam al-Hafidh katika Fathul Bari katika juzuu ya 10 ukurasa 320. Baadhi ya wakati inawezekana mtu wa bid'a akasema, amesema al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Majmu' al-Fatawa. Simefahamu? Wewe tayari Majmu' al-Fatawa unayo. Amesema unarudi katika Majmu' al-Fatawa, kwa ile amesema huyu jamaa au amemzulia tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, unarudi hukuti unambainisha kwamba jamaa ni muongo. Simefahamu? Lakini ushatajua Majmu' al-Fatawa hupo nayo, ushatajua sijui nini hupo nacho, na wewe katika kijiji kile au katika mtaa ule au katika sehemu ile ni watu wanakutegemea katika masala ya elimu ya kuwarejesha watu katika sunna, katika mwenendo uliokuwa sahihi wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ndio hupo nacho kitabu. Sasa inakuwa ni jambo ambalo lilokuwa halipo sawa. Zile taa zakati zingewashwa zile, kwa sababu unaona kuna kiza pale katikati na wengine wana vitabu. Unafahamu? Na mtu hatakani kwamba asome katika kiza, yani pawe pana mwangaza. Naam, hupo nacho. Kwa hiyo inakuwa ni mtihani. Sasa ni muhimu sana kuwa na hizi zana, ili mtu kitajiwa unarudi katika kile kitabu. Kipo hichi ambacho kilichozungumzwa, kikiwa kipo alhamdulillah, na wewe uko na familia kusoma. Na sisi tulianza kununua vitabu zamani kulikweli, tangu wadogo, na vitabu vingine vya watu walikuwa wamepinda kina Zindani, tumenunua vitabu vingi sana. Lakini mpaka leo tunaendelea, sababu kuna vitabu mtu tunakuwa huko navyo. Sababu wakati ule ulikuwa una uwezo wa pesa, unachanga changa, sasa hivi unapata uwezo, unanunua vitabu. Au mtu wezekana akakuletea pesa, uwezo wote unazipeleka kwenye kitabu. Lakini tayari unaposhazingatia matumizi yako ni yapi na yapi na yapi. Kwa hiyo unajua kwamba kitabu hichi na kitabu hichi siko nacho, unanunua vile vitabu. Anasema fil jami baina alhadithaini aqwalan, kuhusiana na kusanya hadithi mbili kuzifanyia kazi kuna kauli nyingi anil ulamai, kutoka kwa wanachuoni.
wa dhakara huwa min indihi wajhan, na akataja yeye kutoka kwake yeye njia akhar, njia nyingine. Wa huwa nayo anna Aisha, kwamba Aisha radhiyallahu anha lamma qata'at as-sitra, zama alipokata lile pazia, waqa al-qat'u fi wasati as-sura, pametokezea kule kukata katikati ya sura, mathalan kwa mfano, fakharajat an hay'atiha, kwa hiyo ikatoka kutoka na ile muonekano wake wa picha. Falihadha sara yartafiqu biha, manake ikawa sasa, manake anakusudia, manake ile picha uitoe katika muonekano wake, muonekano wa picha ili ijulikane kwamba hii ni picha, basi kile kichwa ukitoe pamoja na vitu vingine yani ambavyo vinaonyesha kwamba hivyo sio nini, sio picha. Umeelewa? Yani picha ya kiumbe chenye roho kama binadamu, basi kile kichwa chake kinajulisha huyu ni fulani. Usimefahamu kama binadamu, hili mbupuru limechorwa tu. Sasa picha ni hii sura ambayo inaonekana, hii sura hii ndio picha ya mnyama, sura ni sura hii. Kwa hiyo wewe sura ni kuifuta. Kama mfano kuna kitu ambacho kipo ndani ya nyumba, kama vile ambavyo baadhi ya watu wanaweka buraki, wanaweka sijui watoto wamekamata misahafu, wanaweka sijui nini. Sasa vile vitu vinasababisha malaika siingie, vile vitu vinasababisha malaika siingie. Au baadhi ya wakati watu wanaweka ndani ya majumba yao wagombea wa vyama, inategemea na yeye mkereketo wa chama gani, sijui umefahamu. Kwa utamkuta mtu ameweka nje au ameweka ndani ukumbini, ukiingia tu basi unakuta picha ya mgombea. Sasa ni mambo ambayo kwa si sawa, yani watu kuweka mapicha ndani ya majumba yao. Kwa hiyo inatakana ifutwe ile, simefahamu, inatakana ifanye nini, ifutwe na iondoke katika ule uhalisia wake. Falihadha sara yartafiqu biha, na kwa ajili hii ndio akawa Mtume sallallahu alayhi akamfanyia upole huyo Aisha radhiallahu anha. Qala, akasema akaendelea kusema, ayidu hadha aljamu, na inatilia nguvu mkusanyo huu alhadithi, hadithi alladhi ambao fil bab, katika mlango kabla yake, fi naqdi suwari, katika kufanya nini, kutengua zile sura zile, wama sayati, na yale yatakokuja fi hadithi Abi Huraira, na katika hadithi ya Abu Huraira. Wallahu a'lam, na Allah ndio mjuzi. Qultu, anasema Sheikh Al-Albani, nimesema wa hadha aljamu, na mkusanyiko huu la budda minhu, hakuna budi lazima upatikane, ni ziyadati al-akhira, kwa ziada ya mwisho ambayo ilikuwa imekuja. Fa innaha sarihatun, kwa hakika hiyo ziada ya mwisho imekuja wazi, kwa wazi kabisa, fil man'i, katika kuzuia min isti'mal alwisadati almusawwara, usiana na kutengenezwa au kutumika mto ambao ulikuwa umefanya nini, umetiwa sura. Maana yake kwamba kama mto ambao tayari mto huo una sura kabisa, mto huo vitambaa vyake, unakuta kwamba kuna kitambaa kina nini, kitambaa kina picha ima ngamia au picha ya nani, picha ya farasi au picha ya bata au picha ya kuku au picha ya mnyama yote yule, yani mtu umetengenezwa huko katika mithili ya hayo. Sasa ikiwa ni hali iko hivyo, mto huo unatakana usitumike, na wewe hata kama umegeiwa bure mto huo usikubali ukautumia kwa sababu ya hali ambayo ilikuwa ipo. Tumefahamu? Yani wewe usikubali kutumia mto huo, kwa sababu kitendo cha kuutumia mto huo manake tayari wewe unakubaliana na yale ambayo yaliyokuwa yamechorwa katika ule mto. Sasa jambo ambalo kwa sila sawa,
Na baadhi ya kati hizo picha nilizozitaja zote sizo, lakini ikakuwa picha za vipepeo. Picha za vipepeo tunazifahamu sote kwamba picha za vipepeo zinakuwa katika hali kama hujawa makini, unawezekana pia usizijue kwamba hizi ni picha za viumbe wenye roho, kwa sababu inawezekana kichwa ikachorwa kidogo sana. Sasa vipi picha kama zile? Unaelewana? Yaani picha za vipepeo ambazo tayari zimechorwa. Baadhi ya kati kuna watu ambao katika nyumba wananakshi nyumba, kuna cover maalum ambazo zinakuwa zinafanya nini, zinatiwa katika nyumba kama ni mapambo fulani. Wewe ukiingia unaweza ukapendezeshwa na ile nyumba, lakini ukikodoa jicho ukaangalia ile rangi iliyopigwa ukutani na ile naita cover au naitaje paper, wallpaper, inaitwa wallpaper, ambayo inawekwa katika ukuta. Ukiangalia ile unaikuta kwamba mbona hii kuna viumbe humu. Sasa mtu ukimwelekeza ambaye ana uchungu na dini anafahamu, lakini mwingine anasema kwa harama nilotumia kuna cha kunambia. Simeelewa. Tuliingia nyumba moja tukakuta hayo. Kaambia umetia mashallah, umependezesha nyumba yako mzuri, walillahi alhamdu wal minna, lakini mbona umetia nini hii malaika haingii? Umetia hii design hii. Huyu ni nani kwani? Vipepeo hivyo. Na hivi vingine vidudu gani sikio ambao vingine hatuvijui. Kaambia si sawa kwa hivyo. Nikosa ambao unasababisha wewe nyumba yako kwamba iwe inatawaliwa na kadha kufahamisha pale. Bahati kwa sababu mtu anafahamu na anaelewa. Siku ilofuata tulipokwenda vyote akakasha vitoa vile. Akatia nini nyingine mpya. Umefahamu? Sasa huyu ndio Muislamu, anatakana kwamba akifahamishwa jambo aelekezeke. Sasa na wewe usije ukaonyeshwa rangi tu, lazima kwamba ile rangi iwe inaendana na nini? Iwe inaendana na yale ambayo wewe uliokuwa unakubaliana naye. Anasema walau kanat mumtahana,